Inaonekana kila mwaka watu milioni 6 wanaingia kwenye changamoto ya kutokupata mtoto, aidha kuchelewa ama kutokupata kabisa kila mwaka. Kwa idadi ya hao watu milioni 6, inaonekana kwamba imechunguzwa na kugundulika ya kwamba tatizo 40% limechagiwa na wanaume. Alafu 40% limechagiwa na wanawake. Alafu 20% zilizobaki ni sababu zisizojulikana ama wote mwanaume na mwanamke wamechangia. Karibu katika somo la leo ambalo nimekuandalia, na somo hili litaenda kujibu maswali makubwa matatu ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. Swali la kwanza, nini kinamtokea mwanaume anapofikisha miaka 35? Swali hilo nitaenda kulijibu, lakini swali la pili nitakalojibu ni unafikiri ni kwa nini sasa changamoto ya kupata mtoto imekuwa ni kubwa, na takribani ni kana kwamba kila couple 4 nchini Tanzania katika research za miaka 1-2 iliyopita, kila couple 4 Tanzania moja inahangaika kupata mtoto. Nadhani ni kwa nini mambo haya yanaongezeka. Leo niko hapa kwa ajili ya kukufahamisha, lakini swali la tatu tutakalolijibu siku hii ya leo ni je, umri gani ni umri mzuri kuoa? Hilo ndilo swali ambalo tutamalizana nalo katika kipindi cha leo. Na nakumbuka wakati tukiwa chuoni Muhimbili tulikuta story ambazo zilikuwepo kwamba ukiwa na fakta 2 ambazo ilikuwa ni kabila pamoja na utumishi. Yaani ukiwa Msukuma au mtumishi sana ama Msabato, wewe uko likely kuoa mapema. Sasa tulikuwa tunauliza sababu ni nini, tunaambiwa kwa sababu mmefika chuoni mtajionea wenyewe. Kwa hivyo sasa ukiwa na fakta zote hizi mbili, fakta ya kwanza wewe ni Msukuma, fakta ya pili wewe ni Msabato ama mtumishi sana, ni lazima utaoa mapema kabla ya kumaliza miaka 4 au 5 chuoni. Na hayo tuliyashuhudia kwa baadhi ya wenzetu ambao kweli walioa haraka. Huenda kulikuwa na sababu. Niko hapa kwa ajili yako siku hii ya leo. Swali la kwanza, nini kinamtokea mwanaume anapofikisha miaka 35 katika upande wa kutafuta mtoto ama kuweza kutungisha mimba ama upande wa ufanisi ama uwezo ama ubora wa kuperform lile tendo letu la ndoa? Miaka 35. Ukiachana na wanawake ambao wao mishale yao inatiki kwa usiku mmoja tu, kwamba umelala ukiwa na uwezo wa kuzaa, ukiwa unajua unaweza kuzaa, lakini kesho yake unaamka huna uwezo tena wa kuzaa. Kwa nini? Umekoma kuingia katika zile siku zako za kawaida ya mwanamke. Hii ni tofauti kwa wanaume, kwa sababu wanaume kama ambavyo watu tunasikia ng'ombe hazeeki maini, lakini ukweli ni kwamba wewe mwanaume sio ng'ombe, wewe unazeeka. Kwa kuelewesha vitu ambavyo vimewafanya wanaume kuongeza tatizo hili la kushindwa kupata watoto, na sasa tunajifanya kana kwamba hatulioni kwenye jamii, lakini ni tatizo kubwa. Na mwanaume unayenisikiliza, nisikilize vizuri, hata mama, kwa ajili ya kusaidia watoto wako wa kiume, mume wako, ndugu zako, kwa sababu hili ni somo ambalo ni muhimu sana kujulikana kwetu, hasa katika jamii ya leo. Nini kinatokea mwanaume? Yeye uwezo wake wa kuzalisha huisha taratibu kadiri umri unavyoendelea, kwa sababu mshawi kwa mwanaume ni umri. Kadiri umri unavyozidi kusonga, mwanaume yeye anashuka taratibu. Kwa inapofika miaka 35 kwa mwanaume, uwezo wa kuperform tendo la ndoa, uwezo wa kutungisha mimba kwa mwanamke unashuka mara 2 zaidi ukilinganishwa na mwanaume mwenye miaka 25. Sasa ndio swali tunaanza kujiuliza hapo. Wakati tunaongelea miaka 5, maana yake tunaongelea watoto wa 2000. Kwa mpaka sasa ubao unasoma watoto wa 2002, alafu wale wazee wenzangu wa 90 na ngapi na 80 ngapi huko, ubao unasoma 0. Kwa hiyo unapofika miaka 35, nini kinatokea? Tayari unakuwa umefika kwenye level katika average, kwa sababu kila mtu ana makuzi yake, lakini katika average ni kwamba bao unapoanza kusoma miaka 35, birthday ya 35, unaanza kufika katika umri ambao quality ya mbegu zako inaanza kushuka, ubora wa mbegu unaanza kushuka, na idadi ya mbegu ambazo zinakuwemo kwenye semen
ni ile maziwa ambayo yanakuwa kama yale maziwa mazito anayotoa mwanaume kupitia penis. Natumia lugha ya Kiingereza kidogo kwa sababu ya kupunguza ukali wa maneno kwa lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo zile fluidi zinazotoka ndizo zinaitwa semen. Ndani yake zimebeba mbegu ambazo ni sperm. Zile mbegu zinaendelea kupungua kwa sababu tunakadiria mwanaume atoe 250 milioni mbegu kwenye mtupo mmoja, lakini baadaye zinaanza kushuka miaka 35 inapofika. Lakini pia genetic ambayo genes zake zinaanza kubadilika, unaanza kuzeeka, mbegu zako zinaanza kuzeeka mwanaume miaka 35 tu. Sasa mwingine anaanza kujiuliza, mbona miaka 25 mpaka 35 ndio miaka ya kujitafuta? Ndio, hiyo haibadilishi sayansi, haibadilishi fakti. Fakti ikiwa pale iko pale bila kujali umejipambania na kujipata nini. Lakini ambacho natamani kukwambia tu ni ukweli ambao unapaswa kuelewa. Kwa sasa mbegu, testosterone ni hormone pia ambayo ni hormone ya mwanaume. Testosterone ni hormone ambayo inafanya mwanaume ahisi kufanya tendo la ndoa ama afanye kwa uwezo zaidi. Ni testosterone ambayo ni hormone ya kiume. Sasa hiyo ndio inamsaidia mwanaume kuweza kupenda tendo, kuhisi tendo, kuwa na hamu ya tendo hilo. Sasa inaanza kushuka uzalishaji wake. Kwa sasa mbegu zinazalishwa zinakuwa kidogo, lakini pia testosterone inaanza kushuka. Kwa uwezo wa mwanaume sasa unaanza kushuka na umri wa kupata mtoto unaanza kupotea. Lakini swali la pili ambalo nilitamani kulijibu ni, unafikiri kwa nini changamoto ya kupata mtoto inazidi kuwa kubwa sana? Unafikiri kwa nini inakuwa kubwa? US ama America wamefanya research recently, ni kwamba wamegundua ya kwamba kati ya watu milioni 6 ambao wamekutana na changamoto ya kutokupata mtoto, na inaonekana kila mwaka watu milioni 6 wanaingia kwenye changamoto ya kutokupata mtoto, aidha kuchelewa ama kutokupata kabisa kila mwaka. Kwa idadi ya hao watu milioni 6 inaonekana kwamba imechunguzwa na kugundulika ya kwamba tatizo 40% limechangiwa na wanaume, alafu 40% limechangiwa na wanawake, alafu 20% zilizobaki ni sababu zisizojulikana ama wote mwanaume na mwanamke wamechangia. Nadhani unaanza kunipata sasa vizuri. Ni tofauti na culture yetu hapa Tanzania na Afrika kwamba kapo ikichelewa kupata mtoto anaanza kumezeshwa dawa za kienyeji ni mama. Atakunywa dawa za mama mkwe, atameza dawa za mama mzazi, atameza dawa za rafiki, ataenda kwenye maombi, lakini baba yeye amesubiri kwa sababu anadhani ya kwamba yeye hana tatizo. Lakini ukweli ni kwamba 40% mwanaume, 40% mwanamke, alafu 20 wanachangia wote ama tatizo kutokujulikana. Sasa hii inaendelea kuwa tatizo kwa sababu wanaume wengi katika hiyo 40% sasa wengi hawafahamu kama wana changamoto. Unaweza ukawa uko infertile ama uko sub-infertile, yani huwezi kuzalisha kabisa, ama una uwezo kuzalisha lakini uko chini na unaweza kupata usaidizi ama suluhisho. Ila sasa mwanamke ndiye anawekwa kwenye kumeza dawa za mitishamba, dawa za hospitali, maombi, kumbe changamoto iko kwa baba, na ndio inakufanya sasa ugundue ya kwamba changamoto inaendelea kwa kubwa, maana wanaume ego yetu iko juu, hatuko tayari kushuka na hatuko tayari kukubali kwamba tunaweza kuwa sehemu ya tatizo. Kumbe tungegundua hilo kwamba ni asilimia zinazofanana, wanaume wengi pia tungekimbizana hospitali kwa ajili ya kucheki. Tutaona huko mbele nini kinaweza kumsababisha mwanaume awe sub-fertile ama awe infertile, yani awe ana uwezo mdogo ama au asiwe na uwezo. Tutaona huko mbele kwa sababu ndio series ambayo nimekuandalia katika mfumo wa dakika chache. Na swali la tatu ambalo ninatamani kulijibu, je, umri mzuri wa kuoa ni upi? Kimsingi sitatamani kukupesa macho hapa. Umri mzuri kwa mwanaume wa kuoa, mimi ningeweza kurecommend, mimi this is so personal, kulingana na maelezo niliyotoa na namna ambavyo ninasoma waandishi, ningeweza kusema miaka 23 mpaka miaka 27 ni umri mzuri sana wa mwanaume kuoa, kwa sababu hapo ndipo anakuwa active sexually, anakuwa active katika mambo mengi. Lakini changamoto inakuja hapo
ndio umri wa kujitafuta. Sasa that is none of my business. Mimi niko hapa tu kukupatia fact. Kama unaweza ama kama mzazi unaweza kumwezesha mwanao akaoa katika umri huo, ni nzuri zaidi. Na ziko changamoto tutaziona huko mbele baada ya miaka 35 kwa mwanaume na mwanamke. Watoto wanaoenda kuzaliwa wanakuaje? Ziko possibility za kupata watoto kwenye changamoto. Hili nalo ni somo linalofuata, tutaliona huko mbele. Ndio maana Biblia ikaandika ikasema katika kitabu cha Mithali, Zaburi sura ya 127 fungu la 4 inasema, kama mishale mkononi mwa shujaa, kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Watoto wa ujanani wana spidi kali, tutaona huko mbele. Japo watu wameambizana wanaume hawazeeki maini, lakini ukweli ni kwamba wanaume wanazeeka unapofikisha miaka 35 katika tendo la ndoa. Ulimwengu wa tendo la ndoa na kuzalisha umeanza kuzeeka. Nakumbuka babu yangu alipata mtoto akiwa na miaka 72, lakini si wote wanaweza. Wapo wanaweza, lakini mshale unaanza kutiki na miaka 35. Fuatana na mimi katika somo lingine litakalofuata ambalo litakuwa ni tamu zaidi, namna ambavyo haya mambo tunaweza kujadiliana pamoja. Una swali, una mchango wowote, nenda kwenye comment section, alafu tutaweza kushirikiana pamoja. Mungu akubariki sana. Karibu na dumu katika channel yetu. Asante.